Kwa hiyo ili upate baraka kwenye biashara, kwenye kizazi chako, kwenye mali, kwenye kilimo, kwenye elimu, kuwa na kanaa, ridhika na ugavi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tosheka kwamba Juma amenizidi, yule kapewa na Mungu, mimi kanipa hiki. Kuwa na kanaa, ridhika na huo ugavi, utakuwa na baraka na wewe. Kile kichache ulichokuwa nacho ukitosheka na ukiridhika, Mwenyezi Mungu anakitia baraka na kinaonekana kingi kwenye maisha. Lakini jambo lingine linalopelekea mtu kupata baraka ni shukuri ni'am, ni kushukuru neema ambazo Mwenyezi Mungu amekuneemesha, ni kushukuru neema ambazo Mwenyezi Mungu amekuneemesha. Usipokuwa na kanuni ya kushukuru, utakosa baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ili upate baraka kwenye maisha yako, ni lazima uwe na kanuni ya kushukuru neema alizokupa Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, lau kama mtahesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa juu yenu, hamwezi kudhibiti hesabu yake. Na Mwenyezi Mungu anasema la in shakartum la azidannakum, lau kama mtashukuru Mwenyezi Mungu atakuzidishieni. Kwa hiyo ili upate ziada, ili upate baraka kwenye biashara, kwenye mali, kwenye watoto, kwenye afya, kwenye elimu, shukuru kwanza kwa kile ulichokuwa nacho, Mwenyezi Mungu atakuzidishia. Lakini usipokuwa na utamaduni wa kushukuru, Mwenyezi Mungu hawezi kutia baraka kwenye mali zako. Mwenyezi Mungu hawezi kutia baraka kwenye elimu yako. Mwenyezi Mungu hawezi kutia baraka kwenye watoto wako, kwenye familia yako, kwa sababu haujashukuru. Kuna binadamu hao, wao kila walichopewa na Allah wanaamini hawajapewa. Kila alichopewa na Allah anaamini hajapewa. Pengine tu labda analala njaa, pengine anaamini kwamba bana mimi Mwenyezi Mungu bwana ananionea, mimi nalala njaa. Lakini wewe una macho, lakini wewe una masikio, wewe una miguu. Kuna watu katika wewe hawana macho, kuna watu katika wewe hawana miguu, kuna watu katika wewe viziwi, hawana masikio. Hawa nao wasemeje? Kwa hiyo katika moja ya vitu vinavyopelekea wewe upate baraka na uzidishiwe ni kushukuru neema uliogewa na Allah subhanahu wa ta'ala. La in shakartum la azidannakum, lau kama mtashukuru Mwenyezi Mungu atakuzidishieni. Ai, maana yake Mwenyezi Mungu atakuwekeni baraka kwenye ile neema aliyokuwa amekupeni. Kwa hiyo miongoni mwa sababu inayopelekea mtu kupewa baraka na Allah katika mambo yake ni kushukuru katika ile neema aliyogewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Macho uliogewa ni neema, mikono uliogewa ni neema, masikio ni neema, miguu ni neema, watoto ni neema, mke ni neema, afya ni neema. Kila ulichokuwa nacho kwenye maisha ni neema, kwa sababu ulichokuwa nacho wewe kuna mtu hana, anakitafuta. Kwa hiyo usipokuwa na utamaduni wa kushukuru, maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu atakupunguzia, sio kukuzidishia. Utakosa baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima uwe na kanuni ya kushukuru. Sababu nyingine inayopelekea kupata baraka kwenye maisha ni kufanya istighfar, ni kathratul istighfar, ni kukithirisha kufanya istighfar, kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Istighfar inapelekea kupata baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mkifanya istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu kuna vitu vingi sana atawaleteeni. Miongoni mwa vitu hivyo Mwenyezi Mungu anasema yursilis samaa alaykum midrara, Mwenyezi Mungu atawaleteni mvua kwa sababu ya istighfar. Yani mkiwa na kanuni ya kumwomba msamaha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anaweza akawaletea mvua. Na ndio maana katika moja ya vitu ambavyo inatakiwa watu wavifanye inapokuwa imekosekana mvua ni kuleta istighfar. Istighfar ni dawa, istighfar ni tiba, istighfar inafungua milango ya baraka mbalimbali za Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo yako yakiwa magumu,
fanya istighfar. Watoto wako hawaelewi darasani, fanya istighfar. Biashara imekuwa ngumu, fanya istighfar. Mazao hakuna, mvua hakuna, istighfar. Istighfar ni ufunguo wa kila kitu. Kwa sababu gani? Ukiona baraka haziji mahala, Mwenyezi Mungu amekasirika. Ukiona baraka hakuna mahala, Mwenyezi Mungu amekasirika. Na moja ya njia ya kumpoza Mwenyezi Mungu ni kumwambia Mwenyezi Mungu astaghfirullah, na kuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu huwa ghafurun rahim, Mwenyezi Mungu yeye ni msamehevu na ni mrehemevu. Kwa hiyo ukimwomba msamaha Mwenyezi Mungu, yeye ni mwingi wa huruma, anakusamehe. Akikusamehe anateremsha baraka kwenye maisha yako, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye kila kitu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema istighfari ni moja ya njia inayoweza kumfanya mtu akapata, au watu wakapata mvua yenye baraka. Lakini Mwenyezi Mungu akuishia hapo, akasema wayumdidekum bi amwalin, Mwenyezi Mungu atakupeni mali iliyokuwa na baraka kwa sababu ya istighfar. Wayumdidekum bi amwalin, Mwenyezi Mungu atakupeni mali kwa sababu ya istighfar. Mkimuomba Mwenyezi Mungu msamaha, Mwenyezi Mungu anafungua riziki, mnapata mali zilizokuwa za halali. Lakini Mwenyezi Mungu wabanin, na watoto. Ikiwa wewe ni mgumba, ukiwa ni tasa, ukitaka upate wepesi wa kupata watoto, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Mwenyezi Mungu anasema istighfar itakufanya upate watoto. We muombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar inaweza kukupelekea kupata watoto. Sio maneno yangu, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanawachuoni wanasema sababu inayoweza kumpelekea mtu kupata baraka, sababu inayoweza kumpelekea mtu kupata mali, kupata watoto, biashara yake kufunguka, ni kuleta istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja mwanawachuoni mmoja, yasemekana alikuwa ni al-Imam Busiri, watu walienda kumfuata baada ya hali kuwa ngumu sana. Mvua hakuna, mazao mtiani, maji kuna ukame. Wakamfuata Imam Busiri kumuuliza kwamba Imamu, hali imekuwa ngumu, tufanyeje? Imam Busiri akawaambia istaghfirullah, muombeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Wale watu wakaondoka na jawabu la kwenda kufanya istighfar. Kuna siku nyingine akaenda mtu kumshtakia Imamu, nimekuja mimi sina watoto, mwaka huu pengine mwaka wa 30 unakwenda, sina watoto na mke wangu, inakuwaje? Imamu akamwambia istaghfirullah, mtakeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Yule bwana akatoka na mke wake kwenda kufanya istighfar. Kuna watu wengine wakaenda, biashara imekuwa ngumu, Imamu, imekuwaje, tufanyeje? Akawaambia mtakeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho wa siku Imamu akaja akawaambia, Mwenyezi Mungu anasema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Mwenyezi Mungu anasema atakupeni mvua yenye kheri. Mwenyezi Mungu anasema atakupeni watoto. Mwenyezi Mungu atakupeni mali. Kwa hiyo istighfari ni moja ya tiba inayoweza kuwafanya watu wapate watoto, watu wapate mali, biashara. Chochote unachokifanya kwenye maisha yako ni lazima ulete istighfar. Na ndio maana ukitaka ufanye dua yako ijibiwe na Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima kwanza ulete istighfar. Yani usije ukakurupuka ukaanza rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ukadhani Mungu atakupa. Yani usije ukadhani Mungu atakupa, Mungu atakuwa akupi. Kwa sababu haiwezekani unikere alafu uje uniombe unavyotaka wewe. Ukimkera mtu sharti ukamuombe samahani, alafu ndo umuombe unachotaka kumuomba. Akusamee alafu ndo akupe. Sasa uwezi kwenda kumuomba Allah kisha umemkera, umemuudhi. Ndio maana wanawachuoni wanasema moja ya sharti ya dua kujibiwa ni lazima kwanza ulete istighfar, umuombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha umswalie Bwana Mtume Muhammad.
kwa sababu wewe kama wewe, dua yako bila ya mtume haiwezi kwenda kwa Allah. Wewe kama wewe, dua yako bila ya mtume Muhammad, dua yako haiwezi kwenda. Sio dua tu, hata swala yako bila ya mtume haiwezi kwenda.